namba ambayo ni namba ya NIDA iliyoboreshwa, lakini vile vile Jamii Data Lake, lakini mfumo wa Safari Hunt ambao unatumika na vijana ama waanzishaji wa kampuni changa, kampuni bunifu kwa maana ya startups, katika kutengeneza mazingira ya kujitangaza kupata wawekezaji toka nje ya nchi. Na mnafahamu kwamba kampuni changa ama startups ni moja kati ya eneo linaloajiri vijana wengi, ni moja kati ya eneo ambalo linatoa ajira na kukuza ubunifu wa vijana, lakini moja kati ya eneo ambalo linaingiza fedha nyingi kutoka nje. Na kama haitoshi, kupitia ilani hii ya uchaguzi unaotekelezwa, Dr. Samia Suluhu Hassan anajenga innovation hubs 8 kwa maana ya vituo hatamizi za startups kwenye majiji makubwa: Mwanza, Dar es Salaam, Dodoma, Arusha, Mbeya, Zanzibar na Lindi, katika kuhakikisha vijana hawa ambao wanajishughulisha kwenye kampuni za startups wanapata sehemu ya kukaa, kupata mtandao wa internet, kupata server za host kazi zao, kuweza kupata elimu mbalimbali ya ujasiriamali, uanzishaji wa kampuni na biashara, ili kuhakikisha zile jitihada zao zinaungwa mkono. Sasa masuala ya postcode, masuala ya mfumo wa NAPA, leo Tanzania ile magari mko mnanunua magari ya mitumba mnaona yanakuja na ramani pale kwenye redio, leo kuna mfumo wa NAPA ambao chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan tumeuzindua, alizindua Mheshimiwa Waziri Mkuu hapa mwaka huu. Sasa leo Mtanzania anaweza kainstall NAPA, utaka kutoka Dodoma kwenda hoteli ya Morena, kwenda viwanja vya Bunge, unaweza ukasearch na ikakuelekeza kwenda kwa mtu yote mgeni kwenye mji wote. Lakini vile tufanya kazi na Wizara ya Maliasili na Utalii kwamba vituo vyetu vyote vya utalii na vyenyewe vina postcode na vyenyewe tumeweka mfumo wa NAPA. Inasaidia mtalii anaweza kutoka nchini kwake mpaka Tanzania, akakodi gari akaendesha mwenyewe, akafika kokote akotaka kufika. Lakini hata watu walikuja Dodoma hapa leo kwenye mkutano mkuu, atakwenda hospitali, anaweza kutafuta hospitali za karibu akapata, sehemu za starehe, sehemu za chakula, maeneo yote kupitia mfumo huu wa NAPA. Kwa kazi kubwa imefanyika sekta ya mawasiliano, na ndio maana wimbo ule wa Mrisho Mpoto wote tunauimba kwa pamoja kwamba hatuna deni na Mama Samia, anatudai na tutamlipa mwaka huu Oktoba.